Serikali ya kaunti ya jiji la Nairobi imepinga vikali wito wa kufungwa mara moja kwa makaburi ya Lang'ata licha ya Wizara ya Afya kuonya dhidi ya hatari kwa afya ya umma na unyanyapaa wa kijamii. Licha kutangazwa yamejaa miaka 20 iliyopita, serikali ya kaunti inasema makaburi ya Lang'ata yanatumia mfumo wa makaburi matatu ya kina tofauti za futi 9, 6 na 3 ili kuhifadhi nafasi. Afisa mkuu wa afya ya umma Tom Nyakaba anasema serikali ya kaunti inashauriana na washikadau mbalimbali ili kusaka suluhu ya kudumu, ikiwemo kupata ardhi katika kaunti jirani kwa ajili ya makaburi. Laban Shaban anatufungulia taarifa hizi. Serikali ya Johnson Sakaja inasema kutekeleza pendekezo hili kutaibua mgogoro mkubwa ambapo wakazi wa Nairobi watakosa sehemu za kuzika wapendwa wao. Licha ya makaburi hayo ya ekari 100 kutangazwa yamejaa miongo miwili iliyopita, serikali ya kaunti inaendelea kuhimiza matumizi yake kwa kuhifadhi nafasi kwa kuzika mili mitatu katika kaburi moja kwa urefu mbalimbali wa futi 9, 6 na 3. Haya yanajiri juma moja baada ya Wizara ya Afya kupendekeza kufungwa kwa makaburi hayo bila kuchelewa, la sivyo kutatokea matatizo ya kiafya kwa umma. Jopo kazi lililotumwa na serikali kutathmini eneo hilo liliwasilisha ripoti kuhusu desturi hatari za mazishi, ikiwemo makaburi ya kina kifupi na matumizi ya makaburi yaliyotumiwa tayari, tukio ambalo linatajwa kuwa hatari kwa afya. Kupitia taarifa kwa kituo cha habari cha NTV, afisa mkuu wa afya ya umma Tom Nyakaba amekiri wasiwasi wa Wizara ya Afya na kuthibitisha kuwa majadiliano na serikali ya kitaifa yanaendelea. Alisisitiza kuwa japokuwa kufungwa kwa makaburi ya Lang'ata hakuwezi kuepukika, ni lazima mchakato huu uendelezwe kwa umakini na maoni kutoka kwa washikadau wote. Kadhalika, Nyakaba aliongeza kuwa zaidi ya mili 57,000 zimezikwa Lang'ata na ni muhimu tupate suluhu salama na endelevu zaidi za mazishi kwa wakazi wanaoongezeka Nairobi. Kaunti inasema sasa inashauriana na washikadau kutafuta njia mbadala, ikijumuisha uwezekano wa kuanzishwa kwa maeneo mapya ya maziko katika kaunti jirani. Jopo kazi la Wizara ya Afya pia lilipendekeza ardhi inayopakana na makaburi inayodaiwa kunyakuliwa irudishwe kwa kaunti, likisisitiza bunge linafaa kulazimisha utekelezaji wa pendekezo hili. Kaunti ya Nairobi pia inatakiwa kutekeleza kanuni za mazishi ili kuzuia magonjwa, kupunguza unyanyapaa wa kijamii na kudhibiti uchafuzi wa mazingira, huku pia ikipendekeza kujengwa kwa uzio wa usalama ili kuzuia uvamizi zaidi wa ardhi. Laban Shaban, NTV.